Kwa majina yangu naitwa Profesa Wilson George Munguza, ni rais wa shirika la International Peace Information hapa Tanzania, lakini Afrika na dunia kwa ujumla. Lakini leo sisi kama shirika au kama viongozi wa shirika tumejitokeza na sisi tuweze kusema jambo hapa kwa ajili ya tukio hili kubwa ambalo limetokea katika nchi yetu katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu. Na jambo la msingi la kwanza, sisi kama Watanzania ambao tumepata neema hii ya kuwa Watanzania kwenye nchi yetu ambao ni nchi ya amani, sisi tunalaani kitendo hiki ambacho kimetokea hivi karibuni, tukio ambalo sisi kama Watanzania hatujawahi kuliona wala kulisikia mahali popote, na ndio maana tumeanza kujifunza. Wengi walishangaa kuona tukio kama hili, lakini sisi tunaishukuru pia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi chote cha ukimya na kuhakikisha kwamba tunampata rais kuingia madarakani. Serikali pamoja na vyombo vyake vya ulinzi na usalama vimekuwa imara, vimesimamia masuala yote ya amani kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanaishi salama katika kipindi hiki cha mpito. Lakini hata hivyo bado sisi kama shirika la International Peace Information tuna jambo la kusema kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, jambo la kwanza ni kuvipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, hususan mkuu wa majeshi IGP kwa kazi nzuri walioifanya, lakini pia makamanda wa mikoa na wale pia ambao walikuwa wanashughulika na wilaya. Tumeona kazi walizozifanya, tumeona wananchi walipopata matatizo waliweza kuokolewa, lakini pamoja na hayo sisi kama shirika tunasema kwamba tuko pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha nchi inakuwa salama katika kipindi cha hiki ambacho ni cha mpito, kwa njia ya kutoa elimu ya utunzaji wa amani kwa wale ambao wameathirika, kwa sababu watu wengi wameathirika, na hata sasa ukizungumzia swala lote mtu hawezi kuelewa. Lakini tukitumia njia hii ya kizalendo ya kutoa elimu kwa hawa Tanzania ambao tayari wamepata shida na kuumia, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikaliona hili, basi wananchi wetu watarudi katika kisiwa chao cha amani, kile ambacho kimewafanya watu wengi waweze kuishi katika nchi ya Tanzania. Lakini pia ikumbukwe kwamba kuna kipindi hivi karibuni, nadhani miaka iliyopita hapa nyuma, tuliona swala la kivita lile la Uislamu na Wakristo katika nani achinje nani asichinje. Swala hili lilisimamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka Wakristo na Waislamu wakapata kuelewana. Lakini pia hata hili tumeliona ni vyama tu vya siasa vinataka kuharibu mambo yetu ya amani katika nchi. Kila mmoja anataka kile ambacho anakitaka. Lakini tuwaombe wale wote ambao wako kisheria katika vyama kuhakikisha kwamba wanasimama sawasawa katika taratibu zao na miongozo ambao wamepewa na msajili, kuhakikisha kwamba vyama hivi vinaweza kusimamia amani katika nchi yetu. Lengo letu si kama Watanzania sio vita, ni kuleta maendeleo ya nchi, kuona miundombinu inajengwa kama vile mwendo kasi. Kwa sasa unaona haipo tena, kwa wakati baadhi ya sehemu nyingine imeweza kuondolewa kwa sababu ya matukio machache ambayo haya yametokea katika nchi yetu. Kwa hiyo tumepoteza vitu thamani kubwa ya nchi, lakini katiba pia ya Jamhuri ya Muungano inatuelekeza wazi kwamba Watanzania wote ni walinzi wa taifa lao pamoja na mali za nchi yetu, ambapo tuweze kulinda kuhakikisha kwamba nchi hii inakuwa salama pamoja na mali zake. Kwa hiyo wito wangu kwa Watanzania wote ni kwamba sote tuungane kwa pamoja, tudumishe amani kwa pamoja, tuhakikishe kwamba nchi yetu inakuwa pamoja. Tukikumbuka kwamba baba taifa ambaye alituasa mambo mbalimbali ya kuishi kwa pamoja kama ndugu, tuweze kushirikiana kama ndugu tena, turudi kwa pamoja, tulete Tanzania yetu kwa pamoja, tuone kwamba ni jinsi gani Tanzania inaweza kusimama tena katika masuala ya amani hapa nchini. Sisi kama taasisi au kama shirika, basi tunatoa rai kwa Watanzania wote wale ambao watajaribu tena kufanya vitu kama hivi waache mara moja, kwa sababu Watanzania wengi hawakuzoea mambo kama haya katika taifa lao, na wamezoea kuleta amani, wamezoea kufanya vitu vyao katika maendeleo ya uchumi, kufanya kazi na kuendelea kuleta mambo mbalimbali katika taifa lao. Hivyo basi Watanzania sote tuungane kwa pamoja, tuweze kujenga mhimili wetu huu wa amani katika taifa letu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama amiri jeshi mkuu wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama, naamini kwamba amesimama imara, atahakikisha kwamba Watanzania wote wanakuwa salama katika kipindi hiki. Mimi kwa jina naitwa Tina Masawe, ni kiongozi wa mkoa au mwenyekiti wa mkoa wa shirika la International Peace Information. Kwa ukweli jambo la kwanza ambalo niloliona ni tukio lililotokea la maandamano Tanzania. Ni tukio ambalo sio zuri kwa sisi wa Tanzania.
lakini pia inasikitisha jinsi gani ni vijana wadogo sana ambao wamefanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu hata na binadamu pia. Lakini kuna utaratibu ambao uliokuwa umewekwa na serikali, kwa mfano miundombinu, mabasi ya mwendo kasi. Sasa hivi hatuna usafiri, watu tumekaa ndani ya siku 3 ndani, watu hawana vyakula. Yote haya yamesababishwa na ukosefu wa amani. Lakini sisi kama shirika la International Peace Information tulikuwa tunaomba watu wote, vijana, wazee, wakina mama, waweze kudumisha amani na uzalendo wa nchi yetu. Na mwisho naomba kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Hassan Suluhu, kwa ushindi mkubwa alioupata, pamoja na viongozi wote wa vyama vya siasa. Kwa majina naitwa Daktari Judith William Molel, ndiye katibu mkuu wa International Peace Information, shirika ambalo linashughulika na utoaji wa elimu ya utunzaji wa amani. Kuna vitu vingi tumejifunza kutokana na vurugu iliyotokea au maandamano yaliyotokea kipindi hiki cha uchaguzi cha 2025. Vitu ambavyo tumevijifunza Watanzania wenzangu ni swala zima la kukosa amani. Tumeona athari kubwa ambayo inatokea pale tunapokosa amani. Tumekosa vitu vingi, kwa mfano mitandao ilipozimwa, mabenki yalishindwa kuendelea kufanya kazi. Watu wengi waliathirika kutokana na kutokupata miamala mbalimbali ya kuweza kutoa hela ili waweze kujikimu katika maisha yao. Kingine, kufungiwa ndani. Biashara zetu nyingi zilisimama. Hiyo ni athari ya kukosa amani katika nchi. Kwa hiyo utajikuta kwamba maendeleo hayataweza kwenda, vitu vingi vilivunjwa, viliathirika, mafuta, sheli zote zilifungwa. Ukiona kwamba uchumi lazima uendelee, lazima vitu vioperate. Yani mfano sheli, yani tunategemeana. Kwa hiyo kama sheli zimefungwa, wasafirishaji wa mazao, wasafirishaji wa usafiri wa umma, wasafirishaji wale wanaosafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, usafiri unakosekana kwa sababu tu ya kukosa amani. Kwa hiyo amani ni tunu ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituachia, na ina thamani kubwa sana katika nchi yoyote, kwa mwanadamu yoyote, na kwa maendeleo yoyote ya nchi. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, tuungane, turudishe amani yetu ya Tanzania. Amani ya Tanzania tunasifika katika mataifa mbalimbali kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani. Kwa hiyo tunawaomba ndugu zangu, wananchi wenzangu wa Tanzania, turudi, tukae, tuweze kuendelea na tuweze kupata maendeleo ya nchi yetu, ni lazima tuwe na amani. Kwa hiyo ninawaomba sana Watanzania wenzangu, tudumishe amani, na ni tunu ambayo tumeachiwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ametuandikia katika vitabu vyake mbalimbali vya kidini kwamba tutunze amani tuliyokuwa nayo. Kwa majina naitwa Bahati Bilali, ni katibu wa idara ya Bunge la Amani la International Peace Information. Wito wangu kwa Watanzania, naomba tufahamu ya kwamba amani ni zawadi. Amani ni sauti tulivu ambayo inaongea kwenye mioyo ya kila mtu, kila jamii. Ni wakati wetu sasa tuchague amani, tuihubiri amani, tuitangaze amani na tuilinde amani kwa heshima, ili tuweze kuleta maendeleo katika jamii yetu. Kwa hiyo sasa, ewe baba, ewe mama, tuanze kuitafuta amani nyumbani, ndani ya mioyo yetu na jamii kwa ujumla. Mwisho wa siku na taifa letu litakuwa la amani, kwa sababu misingi ya mambo mazuri, misingi ya maendeleo kiuchumi, kiafya, kiutamaduni na kijamii kwa ujumla inategemea amani. Kwa hiyo tusikubali kuipoteza hii tunu ambayo Mungu ametupatia. Asante.